Wapendwa wetu kutoka YouTube, nawakaribisha sana kwenye injili ya siku ya leo. Naitwa mchungaji Pastor Kiongo Kamande. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nahubiri na hii huduma ya Pillar of Heart Worldwide Church, na ninahubiri nikiwa nimeokoka na nikiwa ninamuogopa Mungu. Amen. Nikiwa namuogopa Mungu. Mambo mengine siyaogopi, naogopa Mungu. Kwa hivyo, barikiwe pamoja tunapogawana maneno ya Mungu, najua mtabarikiwa. Nataka ushike gadget yako kama kawaida. Ushike gadget ile unaitumia, utaweza tukubarikiwa sana napogawana mahubiri ya siku ya leo. Jana nimepatwa na watu wengi sana. Tulipata wageni siku ya jana, tulipata wageni zaidi ya 10. Wengine hata kana kwamba hawaongei hapa, ni silent listeners. Wakati nimesema watu wanitumia mahitaji ya watoto wao, nimepatana na wageni wengi mno na ninafurahi sana katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Nasubiri iweze kugawana mahubiri. Ukimaliza kufanya hivyo, ufungue Biblia takatifu katika kitabu cha Amosi 4 mstari wa 11. Amosi 4 mstari wa 11. Hebu nikujulishe kitu ambacho haujui. Hauko hai sababu wewe ulistahili kukuwa hai. Hauko hai sababu ulistahili sana kuwa hai. Hata mimi siko hai sababu mimi ni mtakatifu sana. Siko hai sababu mimi ni pastor. By the way, let me tell you, na kuna joto fulani inakuja ikipotea. Kuna mwanga fulani inakuja ikipotea. Hebu niweke kamera hapo. Bwana atukuzwe sana. Uko hai sababu tu ni Bwana alikuchagua. Uko hai ni sababu ni Mungu alikuchagua. Wakati unapoamka asubuhi, mwanadada uko hapa, unajipaka makeup, unajiweka earring, unaweka mavazi, eti unaenda kutisha. Ujue ya kwamba hata kana kwamba unaenda kutisha, uhubirie moyo wako kwanza. Na uambie Bwana, hata kana kwamba ninaenda kutisha, najua kitu kimoja, niko hai sababu yako. Kama we ni socialite, wale masocialite wa kuongeza mapunye makubwa wanatisha kwenye mitandao, nataka ujue kitu kimoja. Nataka ujue kitu kimoja. Wakati mwingine kabla ya kwenda kutisha, kabla ya kwenda kuongeza mipunye yenye unaongeza ukatisha wanaume barabarani, ujue ya kwamba uko hai sababu ya Bwana tu, mapenzi yake. Tuko salama? Tuko sawa? Najua wakati ambapo mwanadamu anasahau ni Baba ambaye anafanya ukaishi hai, hapo ndipo unaanza dhuluma. Hapo ndipo unaanza kuisha. Hapo ndipo unaanza mambo yasiyofaa. Nataka nikuonyeshe, na tutasoma pengine ni mstari moja tu ama miwili. Mimi sina mazoea, na mnajua hivyo. Sina mazoea ya kusoma mistari mikubwa sana katika Biblia, and you know that. Niko tu na mazoea ya kusoma mstari moja mbili. Mungu ile neema Mungu amenipa mimi na nitosha tu. Na kunenea neno linakubariki, linawa baraka kwako. Siku moja nilikwambia hapa, nikakwambia tunaishi katika dunia ambayo inanistua. Tunaishi katika kizazi ambacho kinanishangaza, ambacho hakielewi Mungu kisha mtoa. Unapata wanapiga nduru, wanaanza kulia wakati mambo yameenda mlama. Hebu sikia katika mstari wa 11 wa kitabu cha Amosi 4 mstari wa 11. Bila sema ya kwamba, na usikize vizuri, baadhi yenu nimewaangamiza kama hapo Mungu alipoangamiza Sodoma na Gomora. Baadhi yetu wameangamizwa. Sikana kwamba ni kutenda, walitenda mabaya wapendwa. Wakati ambapo unaenda unapata uko na pesa. Uko na pesa. Mambo yako salama. Unakosa kumpigia Mungu mahesabu na kujiita mkutano katika moyo wako. By the way, wale wanaume mko hapa, kabla ya kwenda kuobana kabla ya kwenda kuobana, ujiite mkutano. Uangalie mahali ambapo Mungu amekutoa, mahali ambapo amekubariki, mahali ambapo Baba amekuosha,
amekutoa katika kukwama ulikokuwa umekwama. Esi Wambo, utukufu kwa Bwana. Nakushukuru Bwana sababu ya kumponya Esi Wambo. Baba, pokea utukufu na baraka in Jesus name. Tunakushukuru. Amen. Nimeona wanaume wengine wawili, nimeona mwanaume mwingine Meru. Ilikuwa ni jana ama ni juzi, sijui kama mliona hii habari hii. Eti ni rundume linasahau ya kwamba limeumbwa na Bwana, limepewa pesa, na ndiposa katika hali hii limshukuru na litumike katika hali ya kumtukuza Bwana na kumfurahia. Unaacha mke wako, unaenda unatafuta vidosho mbili. Eti wewe ni ya kukudenja. Nimeanza kusoma Biblia. Nimeanza kuhubiri mimi, usingoje mahali pengine. Tumeingia sasa, tumezama katika neno. Limeenda likatafuta vidosho, likaenda kwa lodging. Likasema sasa leo wananitanga kemoda, sasa mimi leo nitonganyi. Linawavua manguo, linaanza kutenda dhambi ya ngono. Sijui nimekunywa Viagra, sijui nimekunywa nini. Unataka kwenda kuacha sifa kwa kina nani? Unaenda kuacha sifa kwa kina nani? Badala ya kuacha sifa, Mungu anakuangalia, anasema jana kuna wengine nilikuwa nimewahitaji, nikawaitisha uhai wao. Sasa wewe unataka kuoneshana wewe ni ndume, uhai wako na uhitaji. Ukitafuta ndume kwa makahaba, ukitafuta sauti kubwa, ukitafuta sifa kubwa, vile ambavyo wanadada wataenda kuambia wale wengine. Wacha nikwambie, unaona yule kama wanakuaga na mishulishuli akipita pale, huyo ni Firestone. Huyo ni moto wa kuotea mbali. Wacha nikwambie, tulienda na yeye mpaka nikashindwa kutembea. Wacha nikwambie, wacha kwenda kutafuta sifa za dunia, utakufa bure. Ni heri ukufe katika madhabahu ukihubiri. Faida ya dunia iko wapi? Sasa wanawake uliwaacha, wataendelea kunyoroshwa na wanaume barabarani. Wewe sijui tunakuzika lini. Nataka ujue mambo yote unapoyatenda, kabla ya kuyatenda, jiite mkutano. Unaacha mke wako kwa nyumba, anaye kuheshimu. Hata kana kamba umeshindwa na kibarua na kuheshimu, anaelewa ni mume wangu. Unaenda kutafuta, ni heri ukufe ukicheza keyboard. Ni heri ukufe ukipiga ndarama. Ni heri ukufe, wapendwa, ukiwa kwenye crusade, mikutano ya injili, unasifu, unarukaruka, kuliko kwenda kutafuta sifa ambayo haina faidia katika maisha yako. Nataka ufahamu kuwa hai siku ya leo. Umekuwa hai sababu ya Mungu. Uko hai sababu ya Mungu. Hauko hai sababu ya nguvu ulio nayo. Hauko hai sababu ya mambo mazuri ambayo unayatenda. Praise the name of the Lord. Uko hai sababu ni kuchagua. Mungu amekuchagua. Maandiko imesema baadhi yenu niliwachukua nikawaangamiza, kama vile ambavyo niliangamiza Sodoma na Gomora. Hebu nikuulize, wale ambao wanakufa na magonjwa ya kansa, wacha nikwambie, tikwagira we mwega we tule wahio koguo gakwira rumu kahenania haha uria we mwega ati uria we muhonoko. Tumia amwe ha mutigatuheni ati nduri waingira rumu, uingirite muno ni tukui. Roho wako we muno, Roho Mtakatifu anakujua. Usitudanganye ati pastor, mimi I am holier than thou, I am holier than Jesus Christ. Sijawahi kuingia kwenye lodging, hata sijui mlango. Umeshawahi ingia Karomaindo, acha kutudanganya. Mungu anajua, Roho Mtakatifu anajua. Ni venye tu alikuangalia tu akakuhurumia, akaona ndio baadhi yenu waliangamizwa, lakini katika baadhi ya hao haukuangamizwa, na ndiposa ukatubu, ukarudi katika njia za Bwana. Kweli kama si kweli? Ukarudi katika njia za Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Hey, can somebody say amen? Roho Mtakatifu anawajua wanadada. Anajua tu ulienda siku moja ukadanganya mume wako. Kuna mahali naenda udhoni, hata pombe umeonja sana. Unajua mume wako ameenda kazi mbali, ama ameenda kwa Geshagi. Leo unasema ni lazima nionje pombe. Unaenda kwa supermarket, unaangalia kama kuna mtu anakujua. Mimi nimeshawahi na mtu akifanya namna hiyo.
unaangalia kama kuna mtu anakujua, unaona hakuna. Unaenda pale kwa lika, kumeandikwa lika. Naenda hapo kwa lika, unasimama. Nasimama hapo kwa lika, unasema nataka ile, hata hujui jina. Nataka ile ni pesa ngapi? Unanunua, unawekewa karatasi ya gaki. Mimi najua vile mnafanya. Unaweka kwa ile karatasi ya gaki hiyo. Unakuja kwa nyumba, unafunga na kufuli, sababu najua mzee yuko mbali. Na unaambia watoto walale mapema. Ni lazima usikie vile ambavyo wale wengine wanasikianga. Unakunywa mvinyo, unalewa usiku kucha, unalala ukizunguka kwa nyumba kwa kitanda, karibu ukonjoe kwa kitanda, sababu haujawahi kuonja pombe. Na wengine walionja wakati waliolewa wakaacha. Sasa akipata chance kidogo tu, mzee akienda, unaenda unakunywa haraka sana, unatoa simu, unaanza kuandikia boyfriend yako ya kitabu message, sababu umekunywa, moto umewaka kwa mwili. Unatoka unaenda unafanya dhambi. Mwingine ulimuita kwa hiyo nyumba, mkafanyia hiyo kitendo ya ngono hapo kwa hiyo kiti. Nafikiri roho hajui. Acha tusiambiane uongo. Alafu unajifanya holi ya dhandau, unakaa holi ya dhandau, unakodoa macho namna hii kwa kanisa mpaka ni kama ni wewe unapatianga malaika maji mbinguni. Unakaa ukikondoa macho hivyo ukisema unapozuru wengine, Bwana na kuomba usinipite. Ni rehema za Bwana zinatulinda. Ni rehema za Bwana zinatulinda. Wengine niliwanyakua. Unapoishi hai, kinachokupaswa kufanya, amka saa 9, shukuru Bwana. Mwambie Bwana ni asante. Najua mimi ni mtenda dhambi. Kuna wengine walinyakuliwa, watakatifu kuniliko. Bwana, ninakuomba ya kwamba uzidi tu kuniachilia mkono wa rehema juu yangu, maana mimi ni mtenda dhambi, lakini Bwana ninaomba tu ukanisamehe. Ni wengine wengi walionyakuliwa, wakatembea bila wewe kunyakuliwa. Na wengine mpaka saa hii wanakuanga na hiyo gut. Hiyo kifiri mpaka leo inawasumbua. Mpaka kuna katoto unajua ya kweli hiyo mtoto si mtoto ya mzee. You know that. You know. Na mzee anampenda tu. Na mzee akiangalia hii mapua anasema hii mapua, lakini mke wangu ameokoka. Hata pengine haujazaa, saa hii unajua uko na mimba. Saa hii unajua wewe ni mjamzito. Na unajua hiyo ujauzito si ya mume wako. Tunapohesabiwa makosa na Bwana, na kuambia hatutaishi hai. Jina Bwana likainuliwa. Nani wanasema ati niye peke yake mwanaume? Wanaume wa huko hawaongeagi, wametulia, wako chini ya maji. Wametulia, wako chini ya maji. Niendelee ama nikome? Can I go further? Si muniambie, niendelee ama niachie hapo sasa? Lakini Mungu bado anakufanya uko hai. Mungu anakuangalia tu, anasema sababu huyu jamaa aliokoka, sababu huyu dada aliokoka na amesimama, wacha tu aendelee kuishi, sababu rehema za Bwana ndizo zinakoza kufanya uishi hai. Sema amen. Rehema za Bwana zinakufanya kuishi hai. Wapendwa, ndio yalifanyika makosa. Endelea kutubu, endelea kushukuru Bwana wakati unapoamka, wakati una pesa. Hapana, toka katika njia za Bwana na kutumika katika mambo ambayo hayafai, na katika kutoka katika njia zake ambazo ni kamilifu. Instead, simama katika Bwana, mshukuru kila mara na kila wakati. Mwambie Bwana, niko mbele zako, nimekuja kukushukuru, nimekuja kukuinua, nimekuja Baba kusema ni asante, sababu tumesahau na Mungu tunaingiza malingo katika kila jambo. Mekuwa wasafi wa manguo, lakini si wasafi wa mioyo. Biblia imesema ya kwamba nikuwanyakua niliwanyakua, nikuwanyakua niliwanyakua. Mungu anajua kitabu kikitolewa kana kwamba Baba angetuhukumu kwa makosa tuliyotenda, kwa makosa tunayotenda, sijui ni nani angekuwa mkamilifu wa kusimama mbele za Bwana. Leo tu Mungu anajua una date mzee wa mtu mahali, anajua. Mungu anajua una date mzee wa mtu.
Mungu anajua una date mke wa mtu na unajua tu vizuri ni mke wa mtu. Niwe pio ule ni mutumia wa Pastor Kiongo. Na ndungijiguira thama ndungijiguira thama. Uramwikiria ciugo mata. To niramenya nie ndinda Biblia ine mathaa 24. Unajua tu mimi niko katika Biblia. Ciugo mata na keigwa kiwa. Atumia maigua kiugo kimwe tu gikamatheca tari oria kiramatheca mathiama kihohoya. I love you. You are beautiful. Naweza kujengea reli ingie mpaka kwa. Sijawahi kuona mrembo kama uko na macho mazuri. Mathia makirigoyaga huko, makirigoyaga. Hauwezi ukanihurumia. Mungu anajua tu. Anajua tu. Alafu wakati wa ushuhuda unajifanya mtakatifu mno. Mungu anakujua. Tunaishi sababu ya rehema za Bwana. Tunaishi sababu ya utukufu wake. Jina Bwana litukuzwe. Kasema baadhi yenu niliwaangamiza jinsi ambavyo sikuangamiza. Baadhi yenu niliwaangamiza jinsi ambavyo niliangamiza Sodoma na Gomora. Lakini tutasoma hapo pengine tusikie nini. Sodoma na Gomora waliangamizwa mpaka mke Loti. Na sijui kama tulisoma hapo jana, tulisoma juzi hapo kwa mke wa Loti. Akageuka tu nyuma, kutamani tu mambo ambayo yalikuwa nyuma. Kuna watu tuko nao hapa wanazidi kutamani mambo ambayo Baba aliwaokoa. Wanatoka katika rehema. Wanatoka katika rehema za Bwana. Wanazidi kutembea katika mambo yasiyofaa. Wapendwa, hebu nikwambie kitu kimoja. Hakuna kitu cha dhamana kama kuelewa ya kwamba kuishi unakoishi unaishi chini ya rehema. Unapoenda dukani, Sir Evans, unanunua human hair ya 10,000, unanunua nguo mzuri. Unajua mimi najua unavaanga manguo ya bei kali sana, Sir Evans. Ile manguo ambayo unavaa, kiatu unaovaa. Wakati mwingine unajua mimi nachokora Facebook sana. Nachokora sana na kuchokora sana na haujui. Mimi nawachokoranga sana haujui. Ni lazima baba ajue watoto wake wanakaa namna gani. Unapata Sale amevaa kijacket ya bei kali sana na kiatu ingine boot imefika hapa kwa magoti. Praise the name of the Lord. Unaona kwa kweli ni rehema za Bwana. Hata kana kwamba unavaa na unakuwa maridadi, unatisha kwenye mitandao, unatisha kila mahali, unatisha nyumbani. Sitaki usahau. Ndio ninatisha, lakini ni rehema za Bwana zinanifanya kuwa hai. Waliokufa kwenye mochwari, enda ukawaone wanadada waliolazwa huko. Usiringaringe barabarani. Usiringe barabarani. Usahau ni rehema za Bwana zinazokufanya ukaishi hai. Simseme amen. Nipendeni tu. Nipendeni tu. Nipendeni tu. Mwanaume unapobarikiwa, kumbuka ni rehema za Bwana zimefanya ukabarikiwa. Wacha kusahau na familia yako. Unapoinua machuma, unainua machuma, unabaki na matiti makubwa makubwa. Wacha kusahau ya kwamba ndio nimeinua machuma. Niko na matiti ambayo yanatisha wanawake wa kila aina. Niko na mishuri. Mimi sio mkonde. Wacha nikwambie kitu kimoja. Ndio yafanya hayo yote, lakini usisahau ni rehema za Bwana zinakufanya kuwa hai. Unapokumbuka vile, hakuna siku ambapo utatoka katika wema wa Bwana. Hakuna siku ambayo utatoka katika utukufu wake. Hakuna siku ambayo utatoka katika njia zake. Unapojua ya kwamba ndio nina nywele mzuri. Kuna mtu ananiambia hata nikula broke. Nikule broke haina shida. Nikule broke hakuna shida. But mimi ukweli lazima nikwambie. Kusahau ni rehema za Bwana zinatufanya kuwa. Ukitaka kujua ni rehema za Bwana, enda mochari. Enda kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Utapata wanadada wamelazwa na nywele inaguza kiuno. Beautiful ladies. Siku moja tu Emily, enda tu ambie watu wa huko nini. Enda mochari ya huko Dubai. Enda mochari ya huko Qatar. Enda mochari ya huko Amerika. Useme siku ya leo nataka nitembee mochari. Utapata wanadada warembo. Wengine warefu, wengine wafupi,
weusi, weupe, spotless, nywele mrefu, hawana makeup lakini wanakaa kama nyota kung'aa. Enda tu upite tu. Siku moja mimi nimepita huko, nimeenda mocha KU wakati wa kutoa nyanya yangu juzi, ambapo tulikuwa na maziko. Nimeenda tu, nimewambia mniruhusu nipite. Nikaona watu maridadi, hata wengine hawezi ukafikiri wamekufa. Wanadada maridadi, ukarigwo uyu uragitwo niki, nitagukoma akomete. Hapo ndipo utakapojua urembo wako ulio nayo ni rehema za Bwana. Nywele mrefu ulio nayo ni rehema za Bwana. Hata kana kwamba unalinga linga ndani ya Yesu. Hata kana kwamba ni kwendia guoya, endia guoya we thiini wa Kristo, ukimenyaga matithero ni tha cia Ngai. Ni rehema za Bwana. Sitaki kuongea Kikuyu, najua kuna watu hawasikii Kikuyu. Ujue ya kwamba ni rehema za Bwana ambazo mpendwa zimekutosha. Mwano kango tabi mavinda monthe wina mbeca, wi muthaka, wi museo, wi ketu kaseo, andu onthe bala menena ndeto chaku kango tabia usu ni binya wa mwea, ni ntha cia Ngai, ni ntha cia Ngai. Sio kukula budget vizuri, sio kukula chakula kizuri, sio kukula chakula kizuri. Wengine tunakula diet ingine fogodhari. Amen. Tunakula diet fogodhari. Wacha kushinda, hata kana kwamba unasimama kwa stage, unashinda ukifanya nywele namna hii. Unapoona tu Mercedes Benz inapita unafanya nywele namna hii. Ukiona Probox hauwezi fanya hivyo. Ukiona ile gari inaitwa Grand Cherokee, ukiona ile gari inaitwa Grand Cherokee, baka unajifanya uko na mading dong, unajifanya ni kupanguza, unapanguza mading dong. Sema amen. Unajifanya ni kupanguza, unapanguza mading dong hivi. Umezivalia hapa na nywele iko namna hii. Ukiona ile gari inaitwa Grand Cherokee, baka unatoa mading dong hivi. Unajifanya ni kupanguza, kumbe ni Grand Cherokee. Unaangalia, unarudi unavaa. Ukiona gari mzuri, unaendelea kutisha katika kila jambo, katika kila hali. Nataka ukumbuke ni rehema za Bwana ambazo zimekufanya jinsi ulivyo. Mungu anapokutazama kwa jicho ya rehema, kumbuka kumshukuru kila wakati. Kumbuka kumshukuru kila jioni. Kumbuka wengi wenu niliwaangamiza vile ambavyo niliangamiza Sodoma na hata Gomora, lakini ni rehema zangu ambazo zimekutosha. Uko hai sababu ya rehema, unakula sababu ya rehema, unajipondoa sababu ya rehema, uko kazi sababu ya rehema. My God and my Father, nitasema kitu gani? Ni rehema za Bwana zinatuhifadhi kila mara na kila wakati. Mpendwa, najua mahubiri ya leo haina imani mingi. Mahubiri ya leo, mahali ambapo ukweli unaguzwa, hata unapoinua matiti, unavaa vile vibresia vinaitwa push up. Wanadada mko hapa, wakati ambapo mnavaa matiti na isukuma juu, iposa ionekane iko saa 9. Kila mtu mkikutana naye barabarani tu, nataka kukuangalia ni kana kwamba uko na mishale ya kudunga watu. Kumbuka tu ni rehema. Isipokuwa ni rehema za Bwana, hata hiyo nguvu ya kuyainua matiti na kuyasimamisha hauna. Ndugu, siku hizi nimesikia wanaume mnameza madawa eti sehemu ya siri ikuwe mrefu. Kumbuka tu ni rehema za Bwana. Anaweza kumaliza kabla ya kumeza hizo madawa. Kwa hivyo kabla ya kutenda jambo, jiite mkutano. Kumbuka tu unaishi chini ya rehema. Unarefusha ukafanya nini? Kwani unataka kwenda kuandikwa kwa show? Najua mambo mengine ni mambo ya upuzi mno. Eti siku hizi na zimejaa mpaka kwenye mitandao. Nenda kwa Google angalia. Eti wanadada eti wadugu wetu wanameza madawa. Wanataka wawe na mpurupuko wa sehemu ya siri. Wawe na pukurupaka kubwa. Unataka pukurupaka kubwa ukafanya namna gani? Si wacha nikwambie kitu siku ya leo. Wacha nikwambie kitu siku ya leo. Ni rehema za Bwana uko hai. Na nikwambie kitu ambacho
Nitakwambia hatuko hapa. Nadhani hakuna mtoto. Unaona bunduki, unaona mshale. Wale wanajua mshale, wale wanajua mshale, mshale. Hapa hakuna mti ni gani. Najua wakati mwingine mimi nataka niwahubirie practically. Mshale ni ile tulikuwa tunatengeneza mti hivi, na hapa tunaweka uzi. Mnaelewa? Tulikuwa tunaandaa hapa, tunaweka uzi. Tukishaweka uzi, tunashika mshale hii, tunavuruta hapa na uzi. Are you getting this one? Tunavuruta hapa na uzi, alafu hapa mbele ilikuwa sharp pointed. Kwa hivyo hiyo mshale ukiachilia, inaenda inadunga kitu ambacho unataka idunge. Wacha nikwambie, umuhimu wa mishale haiko hapa kwa hii kitu. Umuhimu wa mishale hauko hapa. Umuhimu uko katika hii. Unaona hii ambayo inarushwa hapa mbele, sharp pointed. Nguvu hapo ndipo ilivyo. Ikuwe mshale ni kidogo, ikuwe mshale ni kubwa, ororo wa mogue neguo we bata gukirora ihu kana okuhe wa mogue tia gutinda ugithie wethinikia tuhu. Ririkana ni tha cia Ngai igukinyitie hau uri. Ni rehema za Bwana imekufikisha mahali ulipo. Sasa sababu umemeza dawa, unataka mkuki ikuwe kubwa, so umemeza dawa, umechukua wanawake wawili umepeleka kwa lodging, umekufa, so meza dawa, lakini ujue ya kwamba ni rehema za Bwana zimekufanya kuwa hai. Rehema za Bwana zimekufanya kuwa hai. Instead ya kwenda kumeza madawa ikakuue, wacha nikusaidie. Kwenda kula mkhombero. Waluya mle mko hapa Waluya. Sijui kama Waluya wako. Leteni hawa watu wanaume muwaletee mkhombero. Muwaletee mkhombero na chuku. Waluya. Mkhombero amba ngubolere. Mkhombero. Ni rehema za Bwana. Najua mimi naangalia watu barabarani, wengine wanakufanya hawakujui. Wananunua gari tu, wanafanya hawakujui. Wakikuona kwa stage wanapandisha vioo, hawajui ulibarikiwa ukanyamaza. Ni rehema za Bwana zinafanya uendeshe hiyo gari. Kuna ananunua na haendeshi. Kuna ananunua hiyo siku ananunua inamuua. Ni rehema za Bwana wapendwa zinatufanya kuwa hai. Ni utukufu na baraka za Bwana inatufanya kuwa hai. Wapendwa, unaposimama asubuhi, jiangalie kwa kioo. Jiangalie tu kwa kioo. Ujue ni rehema za Bwana mpendwa zimekuhifadhi. Ni rehema za Bwana zimefanya ukarauka. Maandiko inasema ya kwamba, hata sikuwa nimemaliza kusoma mstari mmoja, kwa nimesoma sijui A peke yake, 11A. Baadhi yenu niliwaangamiza kama hapo Mungu alipoangamiza Sodoma na Gomora, nanyi mkawa kama kinga kilichonyakuliwa motoni. Nafikiri nitamalizia hapo. Mkawa kama kinga kilichonyakuliwa motoni. Kinga kilichonyakuliwa, maandiko inasema, Kiswahili kizuri kinga ni kusema ya kwamba nikifafanua kinga ndiposo watu waelewe. Wakati ambapo tunaakisha moto, Christine Hanson, wakati tunaakisha moto, tunakusanya kuni zinaanza kuwaka. Kile ukitoa ile kuni inawaka kwa moto, hiyo ndio inaitwa kinga. Kwa Kikuyu tunaita geshiga, kizungu sijui. Jewere sijui kwa kizungu ni namna gani. Na kila mara nawaambia mniambie mtu kwa lugha yao ndiposa ni understand. Mniambie kwa Kijerumani kinga ni kusema nini? Mniambie kwa lugha ya Kigrad, ya Ingrad kinga ni kusema nini? Uniambie kwa Kiarabu kinga ni kusema nini? Kikamba geshigane kugatia. Unaponyakua kuni inapowaka, unaitoa katika jiko ikiwa inawaka. Hebu imagine Mungu anasema katikati ya waliokufa ni kunyakuliwa, tulinyakuliwa.
tukatolewa katika hiyo kifo. Tulitolewa tukazimwa. Ni yeye alituzima katika kifo, ni yeye alitutoa katika kifo. Ni kunyakuliwa. Wengi wetu ni kunyakuliwa, tulinyakuliwa, ndipo sasa tuko hai dakika hii. Unapopumua uko hai, sababu ni kunyakuliwa kama kinga na ukazimwa. Kwa kikama ni kizinga, ni kiseo, ni kizinga, hiyo ni mabio. Kizinga ni kunyakuliwa. Ebu imagine wakati wowote unapoenda kutenda dhambi, kuanzia siku ya leo, nataka roho yako ikuhubirie, moyo wako ukuhubirie, ukuambie ya kwamba wewe ni kinga kilichotolewa katika moto. Ni kuzimwa, umezimwa kabla ya kwenda kupiga ukahaba, kabla ya kwenda kutenda usherati, kabla ya kutesa mke, kabla ya kutesa watoto, kabla ya kutoka katika njia za Bwana. Nataka ujue wewe ni kinga kilichonyakuliwa katika moto wa chamalingo. Gamao John, ni kunyakuliwa. Rika yanda babo sheki. This is wonderful. Thank you the Holy Spirit of the Lord. Unapolinga wale mimi waragania kabla ya kujigamba katika jambo, Masejoro, mamake John, kabla ya kujigamba na jenga ploti wapi, nilifanya nini, nataka maneno haya uyaweke ndani ya mawazo yako, uyaweke ndani ya kinywa chako, uyaweke ndani, ukumbuke ya kwamba ni kunyakuliwa. Ulinyakuliwa kama kinga kinachooka kutoka kwa moto. Wale wanauliza tunasoma wapi? Tunasoma kitabu cha Amosi 4 mstari wa 11. Na sidhani nitasoma mstari mwingine. Takana kwamba nitasoma 12 tu. Unapojiangalia, Katherine Wanjiru, Grace Sam, unapoamka asubuhi, mwambie Bwana ni asante, maana wewe ulikuwa mgeni katika kifo, ukanyakuliwa kama kinga kilichowaka katika moto. Urahariro kurorathiraga gayara kuruta. Kuna mmoja wenu washafanya namna hiyo? Wakati tu ambapo moto unawaka, pengine chai inamwagika, unachomoa hizo kuni haraka, unazizima. Ebu imagine, hivyo ndivyo Mungu anakufanyia every day, every day, every day. Nataka uimagine ile kazi inafanyika ndiposa uwe hai. Biblia yake ni powerful no. Yuga ni kogudho mogithe, ni kogudho. Mtu akona Biblia yake kuyo anaweza kuweka hapo huo mstari. Amosi 4 mstari wa 11b. Ni ya kwamba ni kogudho mogithetwo tageshiga kiraka na kuma mwakine. Mtu akona Biblia Kikuyu aweka huu mstari hapa. Unapolinga kumbuka ni kunyakuliwa kama kinga ukazimu. Heri ningekuwa na moto, ulikuwa uangamie ukue jivu, ulikuwa uteketee umalizike, Nyambura Waigwe. Lakini rehema za Bwana, utukufu wa Bwana, nguvu zake zikakunyakua kama kinga kinapochomeka, akakuzima wacha malingo. Kumbuka ni rehema zimekunyakua kutoka katika moto ambao ulikuwa kumaliza, katika majanga ambayo yalikuwa kumaliza, katika magonjwa ambayo yamekondoa macho, katika hatari ambazo ni nyingi, katika accident. Unaingia katika gari, gari inaenda kufanya accident, Roho wa Bwana akunenea akakwambia hapana, usiingie katika gari hiyo. Ndio inaitwa umenyakuliwa katika kifo. Ni watu gani waligonjeka kansa? Ni watu wangapi wamegonjeka ukimwi? Si ya kwamba hautembei wewe katika njia ambayo haifai. Tikuwa we muhonoku muno kuma rira wahonokire ati nduri waima, nduri batege wegera hau uguo ukagerera handu ni ugerete no wi mugima. Ni kuguthwo guthetwo kuma kuri morwaru, kuma kuri morito, kuma kuri ndwari. Ni mara ngapi mlilala na mtu ukasikia amekufa? Amekufa kwa nini? Ilisemekana amekufa kwa ukimwi. Ni mara ngapi? Wacha tuongee ukweli. Mara ngapi kasikia mtu fulani alizikwa ni ukimwi, mlilala na yeye? Sio kugonjeka, haungegonjeka. Na wale waliogonjeka sio dhambi waliitenda, ni hatari iliwapata siku moja. Ni kujipata, walijipata katika ile hali. Ni Bwana alikunyakua kutoka kwenye moto unaowaka. Alafu unashinda hapa ukiringa, ukihukumu wale wengine. Haya, ni arara walile, ni mushara wa mehia, mushara wa me. Tumagia kanua kau gakuremu. Hiyo mdomo yako inyamazishe wakati mwingine. Inyamazisha hiyo mdomo wakati mwingine.
haya ndio atekani kai ni adi dada tosia ni adi genyura kwa be anywere ya koragwo emurwaru tumia we torete we virgin kumarira waciarirwo ndore wehia torete we virgin we uthingite ogwo wetaire Yesu okay muinuke Yesu tarire Yesu ogwo muhikithanio na Yesu ni uria na ringi wi mwaganu we nginya gukira ucio wakorirwo ni mutino muthenya umwe Injoga kania ciana cia we kuria ni kanyanga kama kania. Let me tell you something. Ni kuguthwo guthetwo we. Ni kunyakuliwa umenyakuliwa tu na ukazimwa. Kunyakuliwa umenyakuliwa. Kama kinga inayowaka kwenye moto. Lakini sababu wewe haukupatikana na hatari, nasema watu wakipata accident hiyo familia inakuanga na hiyo familia inakuanga na mambo yake. Si na ni wao walikufa na ajali. Unaona huyo amekufa na ajali. Hiyo familia mimi wacha nikwambie. Kwanza nisisikie wewe Wambui niliwaona mkiwa na kijana wa hiyo boma. Nisiwaone kwa hiyo boma. Unataka kutuletea kifo. Kunyakuliwa umenyakuliwa. Mehemehe wacha mehemehe. Kunyakuliwa ni mimi wacha nikwambie kama kuna watu huwa wananihubiri. Ni wale watu wanajifanya ni kana kwamba wanalala mbinguni wanashuka asubuhi. Ndio wanapatiwa kazi ya kutandika vitambaa mbinguni kama kuna viti. Najifanya hivyo. Mbinguni ni nyinyi mnapanguzanga meza za mbinguni mahali tutakalia. Nyinyi mnashona vitambaa. Nyinyi ni mafundi wa mbinguni. Mnalala juu mkishona vitambaa mahali mtatandika vitambaa mahali tutakalia. Ni kunyakuliwa, tumenyakuliwa kama kinga kinachowaka ndani ya moto. Mimi huwa nasema mara kwa mara, sitaki mtu hata mmoja ananifanya mtakatifu. Sitaki mimi. Najua ya kwamba ni rehema za Bwana zinanifanya kuishi hai. Na sababu watu wengi mnanichukia sababu ya kusema ukweli. Wakati ambapo hapa kuna katwa visinema, kuna katwa visehemu vya mahubiri, vinawekwa kwenye mitandao, vinazunguka, vinakuwa kero kubwa sana kwa watu. Unaanza kunirushia mawe, ileteni nitaimeza. Leta hiyo mawe, mwaka huu nataka nijenge. Ileteni kwa wingi. Niko na ploti mahali nataka niweke fence. Leteni hizo mawe. Leteni mpaka hizo simiti. Hata msirushe mawe peke yake. Siwezi nikajenga na mawe peke yake. Nahitaji mpaka simiti. Rusheni mabomu na magruneti. But ukweli ni kwamba tuwache kujifanya watakatifu ni kama tumefika mbinguni. Na ni kunyakuliwa kwa rehema za Bwana. Ni kunyakuliwa kwa utukufu wake. Ni kunyakuliwa kwa rehema zake ambazo hazina mwisho. Wewe ni wa kwanza kuhukumu. Ni wa kwanza kunena. Wewe nyamaza. Jua ya kwamba ni rehema zinakufanya kuishi hai. Ni rehema. Sinirudia huyo mstari kwa mtu ambaye hakuwa. Mstari umesema ya kwamba mstari wa 11 umesema hivi. Baadhi yenu nimewaangamiza kama hapo Mungu alipoiangamiza Sodoma na Gomora. Nanyi mkawa kama kinga kilichochomolewa motoni. Lakini hamkurudia mimi, amesema Bwana. Hata baada ya kuchomolewa katika kinga kinachowaka, hamkurudia mimi. Mnaendelea na dhambi zenu, mnaendelea kuwanena watu wengine maneno mabaya, maneno machafu, wivu, fitina, rehema. Wengine wanaandaa mpaka bonoko account. Kuna statement niliweka jana kwa Facebook. Hakuna watu wanakufuata na kukuchunguza kama maadui wako. Watafungua mpaka fake ghost account. Wafuate Kenyan Girl. Kila wakati akiweka picha kwenye mitandao, wanaitoa makosa. Wanatoa hiyo picha umeweka makosa. Hakuna kitu kizuri wanaona ndani yako. Wakikuta mahali unatukanwa, wanakutukana. Wanakufuata kila wakati. Wanaangalia status zako. Wanaangalia Facebook unasema nini. Wanatembea hapa kanisani na ghost account. Wasikilize kama hitaji lako la maombi limejibiwa. Najifanya namna gani? Wacha kujifanya. Ni kukombolewa, tumepongolewa.
katika moto unayowaka. Lakini bado hatukumrudia Bwana. Siku ya leo mpendwa, nataka ufahamu maneno haya na uyashike kwa uzito mkubwa, uyashike kwa ugumu mkubwa, uyashike kwa uzito mkubwa mno, ya kwamba ni kukombolewa. Tumekombolewa katika moto. Simunipende tu. Semeni amen, semeni amen. Naona watu wengi hawataki kusema amen. Kama naongea ukweli sema amen. Na kama nadanganya usiseme. Kunyakuliwa tumefanya nini? Tuache malingo ya mapeni mawili. Tuache malingo ya pesa mbili. Najua wakati mwingine masaa inaenda mpaka nashangaa. Hebu sasa ona, hata nimepitisha na dakika 12. Na nimesoma tu only one verse. Amen. Tuache mambo mengi. Tujue ya kwamba Smoky Sausage tunaishi chini ya neema. Unapopata mke mwema, chini ya neema. Unapopata mme mzuri, ni chini ya neema. Watoto wanaposoma shule vizuri, ni chini ya neema. Unapolea watoto wako vizuri, hawavuti madawa, hawavuti bangi, ni chini ya neema. Wacha kuongea sana kisema watoto wangu si watoto wa kama fulani. Unapolea wasichana wanakuwa wazima, wanakomaa, wanafanya form 4 bila kubeba mimba. Usione kama wale walibeba mimba wakiwa darasa la 8 walimkosea Mungu. Ni rehema. Chunga kinywa chako kisije kikanena maneno ambayo yanaweza kumuudhi Mungu. Na baada ya kumuudhi Mungu, ukarujiwa na kilio cha wale ambao uliwanena na kuwatesa. Ni vizuri ujue ya kwamba ni rehema. Wakati ambapo ndoa yako imesimama, ndoa ya mwenzi yako haijasimama, kumbuka ya kwamba ni rehema tu. Muombee baba akaisimamishe ndoa yake. Wacha kushinda ukinena hajui kuweka wazee, anaogeaga sijui siri ya daga sakaraboya mara mababubu, sijui kitu gani unanena, unashindi ukinena kitu ambao haina miguu wala njia. Ni rehema. Bwana asifiwe sana. Ni kwa rehema za Bwana unapumua. John Elemaina, ni kunyakuliwa, tulinyakuliwa kama kinga kinachowaka katika moto. Tulinyakuliwa kama kinga kinachowaka katika moto. Tukazimwa. Kadi ya kifo ikiwa imetolewa, tukazimwa. Ajali ikiwa imetolewa, ikazimwa. Wapendwa, nimeona watu wengi wananena maneno mazuri, maneno mabaya sana kuhusu yule mtoto ambaye alichinja wazazi wake. Aliwachinja. Alilelewa, alizaliwa kama vile pia wewe ulizaa. Na kama mama yake angejua hiyo siku, angezaa mtu ambaye atamchinja, hangelimzaa. Hakuna mtu anabeba ile siku ambayo unabeba mimba, hakuna mtu anajua ni kitu gani utakapokizaa. Instead ya kushinda ukisema mambo mengi kuhusu hiyo boma, kusema hiyo boma iko na hivi, sijui mama hakulea watoto, sijui hakulea mtoto vizuri, sijui kulikuwa haukuwa ndani ya hiyo familia, piga magoti, mwambie Bwana, kumbuka watoto wote walika hii na watakaozaliwa, Baba, wasije wakafanya kitendo kama hiki. Wacha kukosoa kila mara na kila wakati. Ni rehema za Bwana imefanya ulilea mtoto, hakukufanya kitendo. Ni rehema za Bwana, maana shetani bado yuwatawala, mapepo bado yuwatawala. Tunaishi chini ya neema. Ni kunyakuliwa kwenye moto kama kinga kinapowaka, Bwana akatuzima. Ninaomba ya kwamba wapendwa, tuwe katika hali ya kujua rehema zinapoondoka, neema inapoondoka, rehema za Bwana zinapoondoka, wapendwa, hatuwezi tukapumua dakika hata moja. Lakini wakati wowote tu tunapoishi chini ya neema ya Bwana, tutaishi na kuishi na kuishi na kuishi. Tutashinda, sababu aliye ndani yetu ni mkubwa kuliko anayetawala dunia hii. Ni vizuri kuelewa na kujua ya kwamba kuongea sana hakusaidii. Ni vizuri kufahamu ya kwamba mambo mema yanapotendeka ni kwa neema, mabaya yanapotendeka tunapiga magoti na kumshukuru Bwana na kumwambia Bwana, najua leo kumeenda namna hii,
kesho itakuwa namna hii. Tutakuwa Wakristo ambao ni wakamilifu, wanao mwelekeo, Wakristo ambao wameshika njia ya ukweli na haki, wanaomshukuru Bwana kwa kila mara, kwa kila wakati. Ni vizuri wapendwa kufahamu kile ambacho Bwana amekiweka ndani yako. Nataka useme saidia Baba, ndiposa tukaweza kuomba. Mara kwa mara watu wengi wanashangaa kwa nini mimi nasema saidia Baba. Saidia Baba ni kusema ya kwamba Mungu akuwezeshe. Wakati unapomnena wa maneno ambayo hayafai, namwambia Bwana nisaidie. Saidia Baba tu nitende jinsi ambavyo unaniarifu kutenda. Nataka tukaweza kusikizana. Tuombe. Najua Bwana atatutenda mambo makubwa na mambo yaliyo ya agano. Baba, nakuabudu kwa wema na fadhili zako. Asante kwa maneno ambayo umetupa katika kitabu cha Amosi 4 mstari wa 11 peke yake ndio umetupa tusome siku ya leo, na ukatupa ufunuo wake. Baba, tunakushukuru. Tusaidie mahali ambapo tulikuwa tumeingiza kiburi. Tumesahau ni wewe uliyetubariki. Tumesahau ni wewe umetuinua. Tumesahau ni wewe utufikisha mahali tulipo. Tunaingiza kiburi, tunakusahau. Baba, umetukumbusha kunyakuliwa. Tumenyakuliwa kama kinga kilichokuwa kinawaka kikazimwa. Bwana ukatuinua. Bwana ukatubariki. Bwana ukatutenda mema. Bwana ukatuhifadhi kwa neema yako na kutukuza sababu ya lancha ya siku ya leo. Asante sababu ya wapendwa hawa umewaleta tukashiriki nao katika ibada hii. Nao Baba, neema yako ikaishi ndani yao, utukufu wako ukaishi ndani yao, kibali chako kikaishi ndani yao. Uwasaidie Baba kujua na kufahamu jinsi Bwana ulivyowaokoa, jinsi Jehova ulivyowahifadhi. Umetuhifadhi, kuhifadhi watoto wetu, kuhifadhi kazi zetu, si kwa bidii, si vile tunajua kufanya biashara. Baba, ni rehema zako tu zimetutosha. Bariki wapendwa hawa na uwatende mambo ya ajabu, sababu wewe ni mwema, sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo Baba, tunakuinua. Tusaidie Jehova, mahali tumetenda dhambi, kutii na kutubu, kusikiza tu neno lako na kukufuata wewe. Tusipotoshwe na mambo ambayo yamejaa kwenye mitandao ya kuwapotosha Wakristo, kuwatoa katika njia za Mungu, kuwatoa katika kweli, kuwatoa katika haki. Ila Baba, utusaidie kutenda vile ambavyo Baba umetuarifu tukatenda. Unapotenda vile Baba yangu, sifa, heshima na utukufu na kibali na mamlaka zote ni zako. Na kuja kwako sababu kwako kuna msaada, na kuja kwako sababu kwako kuna baraka, na kuja kwako sababu kwako kuna kuinuliwa, na kuja kwako sababu kuna utukufu. Baba, utukuzwe na uinuliwe. Naomba kibali chote kutoka siku ya leo kikaandamana nasi, nayo kiburi ukaizusha kutoka juu yetu, ukazusha kiburi kutoka ndani yetu, toka ndani ya wazee, toka ndani ya wamama, ndani ya vijana wa kike na wa kiume, nani watoto wetu Bwana tunaofanya kazi nao. Toa kiburi, ndiposa Roho wako Mtakatifu apate pahali Baba pa kundumu ndani yetu. Unapotenda vile Bwana, sifa na heshima na utukufu zote ni zako. In Jesus mighty name tumeomba na takuamini. Naomba tukasema amen na tutabarikiwa. Sema amen, amen, amen kwa sauti kubwa, kwa capital letters, na utabarikiwa na Bwana na atakutenda mambo mema. Na ni vizuri pia unaniambia neno ya leo imekufunza namna gani.